langu ni Witness Matiku, nitakayokupitisha katika mjumuiko wa matukio yaliyojiri katika juma hili. Na tukianza na katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika katika mji wa Kigali huko Rwanda, ambapo wamekutana kwa ajili ya kuzungumzia matumizi ya nishati ya nyuklia. Na katika kuadhimisha siku ya hijabu duniani, jamii imetakiwa kutoiangalia hijabu kama vazi la kawaida, lakini si la kidini pekee, bali waliangalie kwa mtizamo wa alama ya maadili. Karibu sana. Hoja ya matumizi ya nishati ya nyuklia katika matumizi ya silaha ndiyo kati ya hoja kubwa zinazotikisa katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israeli na Iran. Lakini viongozi wa nchi za Afrika wamekutana jijini Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya kujadili kutumia nishati ya nyuklia kwa ajili ya matumizi ya umeme. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo amesema uhamasishaji wa umma na kuijenga jamii na kuongeza uelewa ni muhimu katika kupunguza hofu kuhusu vitisho vya nyuklia na kutumia ipasavyo fursa zinazotokana na teknolojia hiyo ya nyuklia. Mwanahabari wetu anatuletea undani wa tukio hili namna lilivyokuwa. Akihutubia katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA, Rais Samia amesisitiza kwamba raia wa Afrika wanapaswa kuwa na uelewa na ufahamu wa kina kuhusu fursa pamoja na wajibu unaohusiana na maendeleo ya nishati ya nyuklia, usalama, ulinzi wa mazingira na utawala wenye uwajibikaji ambavyo vinapaswa kubaki kuwa msingi wa shughuli zote zinazohusiana na matumizi ya nyuklia. Ameitaka Afrika kufanya kazi kwa kushirikiana ili kufanikiwa kuelekea katika matumizi ya nishati ya nyuklia. We must continue working together to create an enabling environment. Ni lazima tuendelee kushirikiana ili kuunda mazingira wezeshi yanayounga mkono uwekezaji, kuimarisha taasisi na kujenga uwezo wa kitaaluma unaohitajika kwa maendeleo ya muda mrefu katika sekta ya nishati. Rais Samia amewaeleza wajumbe wa mkutano huo wa kimataifa unaoshirikisha pia wataalamu wa nishati, wawekezaji na mashirika ya kimataifa kuwa katika kuzingatia programu za baadaye za nishati ya nyuklia, Tanzania inatarajia kujifunza kutokana na uzoefu wa kimataifa na kuimarisha ushirikiano katika mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati ya nyuklia. Tanzania strongly believes that regional cooperation is essential. Tanzania inaamini kwa dhati kwamba ushirikiano wa kikanda ni muhimu kwa mafanikio ya mustakabali wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Mkutano huo unajadili matumizi ya nishati ya nyuklia kwa maendeleo ya bara la Afrika, ambapo pia utajadili namna bora ya kuongeza upatikanaji wa nishati ya umeme Afrika, kupunguza uchafuzi wa mazingira, kusaidia maendeleo ya viwanda na kukuza ubunifu wa teknolojia za nishati ya nyuklia, pamoja na kuvutia wawekezaji katika miradi ya nishati. Na sasa turejelee tena mkoani Pwani, ambapo katika juma hili makada wa vyama vilivyoshiriki harakati za ukombozi kusini mwa Afrika wamekutana katika chuo cha Mwalimu Nyerere kilichopo Kibaha mkoani Pwani katika mafunzo ya wiki moja yenye lengo la kuhamasisha na kukumbusha historia, misingi ya uongozi pamoja na masuala mbalimbali yanayohusu vyama hivyo. Na Margaret Malisa ndiye anayetueleza kwa undani kuhusu taarifa hii. Akifungua mafunzo hayo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Steven Wasira, amesema vijana wana jukumu kubwa katika kulinda misingi ya vyama vyao pamoja na kuendeleza mshikamano wa Afrika. Katika hotuba yake amewataka vijana hao kuwa waadilifu, kuwajibika katika nafasi zao na kutumia nguvu pamoja na maarifa walionayo katika kuleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii badala ya kujihusisha na vitendo vya vurugu. Where expectations are rising, we must listen. Where new challenges are emerging, pale ambapo matarajio yanaongezeka, lazima tusikilize. Pale ambapo changamoto mpya zinatokea, lazima tuitikie kwa umakini. Pale ambapo tofauti zinaongezeka, lazima tushughulikie kwa ukomavu na nidhamu.
Watu wetu wanatarajia uongozi uliothabiti, wa haki na wenye malengo. Upande wake, mkuu wa chuo cha uongozi cha Mwalimu Julius Nyerere, Profesa Marcelina Chijoriga, amesema kupitia mafunzo hayo makada hao watapata nafasi ya kujifunza historia ya harakati za ukombozi, uongozi, diplomasia pamoja na mbinu za kukabiliana na changamoto za kizazi cha sasa. Tumetoka kwenye uhuru wa bendera, sasa tunaenda uhuru wa uchumi mpya. Na tunasema uchumi wa kisasa. Na huu ndio unatufanya sisi tuongee zaidi. Makada hao wanatoka katika vyama vilivyoshiriki harakati za ukombozi kusini mwa Afrika ambavyo ni pamoja na chama cha ANC ya Afrika Kusini, SWAPO ya Namibia, ZANU-PF ya Zimbabwe, MPLA ya Angola pamoja na chama cha Mapinduzi CCM cha Tanzania. Wiki hii pia kumekuwepo na matukio ya kusikitisha, na mojawapo ni lile la mkoani Mwanza ambapo simanzi, umasikini na utegemezi vimetanda katika familia ya Mangalu Ikanga aliyekuwa akifanya kazi ya ulinzi katika wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu. Baada ya kuvamiwa na kujeruhiwa kichwani na watu wasiofahamika, hali iliyosababisha mwili wake kupooza na kushindwa kuhudumia familia yake. Hali hiyo imekuwa chanzo cha yeye kushindwa kupumua kwa kutumia pua na hivyo kumlazimu kutobolewa shingoni ili aweze kupata hewa, na kuweza kutumia tundu lililopo shingoni badala ya mdomoni. Taarifa hii ya kusikitisha kutoka mkoani Mwanza naletwa kwetu na Henry Kavirondo. Ni nyumbani kwa Mangalu Ikanga, mtaa wa Mbugani, kata ya Kishiri, wilayani Nyamagana, jijini Mwanza. Tukio la kujeruhiwa baba huyu wa familia lilitokea mwaka 2023 akiwa kazini, ambapo baada ya shambulio hilo Ikanga alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza kwa matibabu ya dharura. Akiwa Bugando, madaktari walimfanyia upasuaji mkubwa wa kichwa ili kuondoa sehemu ya fuvu iliyoharibika vibaya, kubadili mfumo wa upumuaji ambapo alitobolewa koo ili kumwezesha kupumua badala ya kutumia pua. Kipindi cha kwamba kama kesho tutaenda kupokea hela, sasa ni kupokea hela nikavamiwa na watu ambao hawajulikani. Baada ya kuvamiwa nikapigwa kwenye kichwa. Baada ya kupigwa kwenye kichwa fahamu ikapotea kabisa. Majeraha hayo yameifanya familia yake yenye mke na watoto wadogo wawili kugubikwa na umasikini, watoto kusoma kwa shida, huku gharama za maisha na matunzo zikiwaangukia wategemezi wake ambao sasa wanapitia wakati mgumu. Farida Anton ni mke wa Mangalu Ikanga na Manyenye Warioba ni mdogo wa baba huyu wa familia. Ni wakubebwa, kila kitu ni kusaidiwa, hawezi kitu chochote, kufanya kazi yoyote hawezi. Mimi ndo naye pambana, natoka naenda mtaani kutembeza mchicha, kufua kwa majirani ili nipate hela ya kujikimu, lakini hela yenyewe muda mwingine haitoshi. Kwa kweli ni mama wa kupongezwa kwa sababu ana moyo. Tangu tumepata taarifa hizi ameendelea kwa bega kwa bega na mmewe, akimpa huduma za hapa na pale, ingawa akishirikiana na ndugu zake. Lakini kweli hali bado ni mbaya na mama huyu anastahili pongezi. Wamama wengi wamekuwa wakiona mtu amepata changamoto wamekuwa wakiwakimbia. Mangalu Ikanga anawaomba wadau mbalimbali, mashirika ya kijamii, viongozi pamoja na wasamaria wema wamshike mkono ili apate kitimwendo na mtaji wa biashara kupitia namba ya simu 0781848081. Jina ni Mangalu Peter Ikanga. Na tumezoea kuwa wanawake wa dini ya Kiislamu ndio hufanya sitara ama kujisitiri kwa kuvaa hijabu. Lakini wiki hii jamii imetakiwa kuangalia vazi la hijabu kama si vazi la kawaida tu ama la kidini pekee, bali waliangalia kwa mtizamo wa alama ya maadili, heshima na utambulisho wa jamii katika malezi chanya yenye msingi wa nidhamu na utiifu, kuanzia katika ngazi ya familia hadi taifa. Mwajabu Hoza anatueleza zaidi kuhusu maadhimisho ya siku ya hijabu katika juma hili.
Wito huo umetolewa katika maadhimisho ya siku ya hijabu yaliyofanyika kimkoa wilaya Buhigwe mkoani Kigoma, yaliyoandaliwa na taasisi ya TAMSIA, Tanzania Muslim Student Youth Association. Akizungumza katika maadhimisho hayo, shehe wa mkoa wa Kigoma Hassan Kiburwa amesema hijabu ina nafasi kubwa katika kulinda stara na maadili ya jamii. Lazima kuhakikisha kwamba ule mfumo wenyewe wa sheria ya Kiislamu unamkava mwanamke vizuri, lakini pia unamkava mwanamume vile vile. Kwa tutashangaa tukiona mwanaume amevaa hereni. Hizi watoto wa kiume wanachonga dhahabu wanavaa. Ni haramu. Hapa jamii inatakiwa kuwajengea watoto maadili mema yatakayowasaidia kulinda heshima ya mwanamke na mtoto wa kike. Kujikita kwenye kuhimiza sasa muonekano wa tabia na mwenendo ya watoto wetu ufanane na uvaaji wa hijabu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeleta maana halisi ya nini? Ya hijabu. Jambo ukiona linakaririwa mara kwa mara ni kwa sababu lina faida ndani yake. Tunaona kwamba nidhamu pamoja na heshima ya mwanamke kila siku inashuka chini badala ya kupanda juu. Tunataraji kuona uhalisia wa neno linaloitwa stara, na tunataraji kuona kiumbe mwenye staha ya hali ya juu. Katika maadhimisho, maombi yaliwasilishwa huku katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa, ambaye ni mgeni rasmi, alishiriki uvishaji wa hijabu kwa wanafunzi na kuahidi kuendelea kuunga mkono jitihada za kulinda haki na ustawi wa wanawake. Naomba wadau kushirikiana nasi ili kuongeza nguvu ya kiuchumi katika kutekeleza majukumu yetu. Kuiomba serikali kupitia kiongozi wetu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kukamilisha kituo cha malezi hapa kwetu Buhigwe. Ambao mnalisimamia jambo hili, endeleeni kulisimamia. Sisi kama serikali tuko nyuma yenu na tutahakikisha muda wote tunawapa ushirikiano wote ili kuweza kuyafikia malengo yetu. Maadhimisho hayo ni ya 6 na kauli mbiu ya hijabu mwaka huu ni hijabu ni kinga ya jamii, itambuliwe na kuthaminiwa. Juma hili pia jeshi la polisi kupitia dawati la elimu kwa umma kikosi cha usalama barabarani limewataka madereva wa vyombo vya moto nchini kuwa waangalifu wanapofika katika maeneo yenye alama zinazoonyesha uwepo wa watu wenye mahitaji maalum ili kuepusha ajali zinazoweza kujitokeza. Na kutoka kwa mwanahabari wetu, hivi ndivyo taarifa hii ilivyokuwa. Wito huo umetolewa na mrakibu msaidizi wa polisi Mbunja Matibu, ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka trafiki makao makuu, wakati wa utoaji wa mafunzo ya usalama barabarani kwa wasioona na viziwi yaliyoandaliwa na taasisi ya TASRI. Amezitaka taasisi zinazohusika na usalama barabarani kuendelea kuweka alama na mabango katika maeneo muhimu yanayotumiwa na watu wenye mahitaji maalum. Sisi jukumu letu ni kuwakumbusha na kuendelea kuwasisitiza hizo taasisi zingine ambazo zinahusika na kuweka vibao. Labda tunaona kabisa eneo hili linahitaji kuwekwa kibao au inahitaji kuweka alama fulani. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni wakumbusha. Kwa hii elimu wakipata hawa na elimu wakipata watu wengine, madereva na kadhalika, naamini tunaweza kwenye hili kundi tunaweza tukachangia kwa namna moja au namna nyingine kuweza kupunguza ajali za barabarani. Kwa upande wake, mlezi wa jumuiya ya wasioona Tanzania James Shimwenye ameelezea changamoto za usalama barabarani wanazokabiliana nazo, huku mmoja wa wanafunzi wasioona akiiomba serikali kusaidia kutatua changamoto hizo. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa alama maalum ambazo zitatuwezesha sisi wasioona kutambua matukio mbalimbali ya barabarani. Sisi kwa upande wa wasioona, mafunzo haya tumefurahi cha kwanza, na tunawashukuru sana kwa kutoa kwa mafunzo wa elimu hii tuliyopata. Sisi tutaenda kuwa mabalozi kwa watu wengine. Naam, wiki hii yamefanyika maadhimisho ya kwanza ya Ziwa Victoria, ziwa ambalo liko katika nchi 3 za Uganda, Kenya na Tanzania, ambapo Tanzania inamiliki asilimia kubwa ya Ziwa Victoria. Na kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria ya nchi za Afrika Mashariki imetahadharisha kupotea kwa maji ya ziwa hilo na rasilimali zake, ikiwa ni mkakati wa pamoja wa kudhibiti uchafuzi wa mazingira ikiwa hilo halitazingatiwa. Henry Kavirondo tena kutoka mkoani Mwanza anatueleza kuhusu maadhimisho ya siku ya Ziwa Victoria ya kwanza kufanyika kabisa. Katibu mtendaji wa kamisheni hiyo inayoratibu usimamizi na uendelezaji wa ziwa hilo, Dr. Masinde Bwire, amesema hali ya usafi wa Ziwa Victoria hairandani na maendeleo yake,
ung'avu wa maji ukiwa umepotea kwenye maeneo ya ziwa hilo, hasa katika nchi za Kenya, Uganda na Tanzania. Hayo yamejiri jijini Mwanza wakati wa mkutano wa wadau wa maendeleo wanaofadhili miradi ya utunzaji wa ziwa Victoria uliofanyika sambamba na utunzaji wa ripoti ya mwaka 2025 ya hali ya utafiti wa bonde la ziwa hilo yenye mikakati ya kuokoa ziwa na uchafuzi wa mazingira. Aina ya samaki iliyokuwepo waliokuwa dominant kwenye ziwa wamepotea, wako kwa asilimia kidogo sana. Tusipochukua hali ya kurudisha mazingira yaliyokuwepo awali kabla ya uchafuzi, samaki wale watapotea. Jitihada kadhaa za kunusuru ziwa hilo zimeanza kuchukuliwa na wadau hawa wa mazingira kwa kutoa elimu ili kupunguza athari hiyo inayoweza kuharibu urithi wa asili kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Plastic, taka ngumu zote huingia ziwani, na kadri miaka inavyosonga hali ya ziwa inazidi kuwa mbaya. Lake Victoria Basin is facing a lot of challenges because of pollution, degradation of forests, wetland destructions, and affluence from farms and industries getting into the lake. Plastiki zinaweza kuondolewa pia na zikazungushwa recycling na kutoa bidhaa nyingine. Katika mkutano huu, sera mbalimbali zimepitiwa na kuangalia namna bora ya kulinda hali ya maji ya ziwa Victoria kwa nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuboresha mikakati ya ulinzi wa ziwa hilo. Na wiki hii pia mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chiwachua amepiga marufuku utekelezaji wa shughuli za ufyatuaji wa tofali katika eneo la Kigamboni, mtaa wa Butunga, kata ya Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, kutokana na uwepo wa athari za kimazingira zinazotokana na shughuli hizo. Na Mwajabu Hoza anatueleza zaidi. Eneo hili la Kigamboni ni moja kati ya maeneo ambayo viongozi wamekuwa wakipiga vita utekelezwaji wa shughuli za ufyatuaji wa matofali kutokana na kuongezeka kwa madimbwi ya maji katika kila kona. 2022 alikuja mkuu wa wilaya, aliondoka madarakani Salum Kali, alifanya mkutano baada ya kupelekewa malalamiko. Alikuja alizungukia huku pia akatoa ziwio la kuziwia ufyatuaji wa tofali. Awali halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji ilitenga eneo hilo kama makazi ya watu na wengine wao wakaanzisha makazi yao. Tulianza utambuzi kwa kupitia mradi wa Land Tenya, ambapo tulikuja tukafanya utambuzi wa viwanja 254, lakini kutokana na athari za kimazingira tulikubaliana nao waweze kuacha uchimbaji ili maeneo haya yaendelee kubaki kuwa salama kwa makazi. Kutokana na shughuli zinazoendelea katika eneo hilo, baadhi ya wakazi wameeleza adha wanazozipitia hasa katika kipindi cha masika. Watoto wanaoishi huku maeneo ya Kigamboni B, mvua inapokuwa imenyesha hawana uwezo wa kwenda shule kwa muda hata wa siku 3. Kwa maana baada ya mvua kunyesha, kutokana na mashimo ambayo yaliopo, maana maji yanasogea karibu na nyumba. Malalamiko ya wananchi hao yakamfikia mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chiwachua na kumlazimu kufika katika eneo la Kigamboni akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo na kusitisha utekelezaji wa ufyatuaji wa matofali. Ni marufuku kuchimba maeneo haya, na yeyote ambaye atashiriki kwenye uchimbaji kwa ajili ya ufyatuaji wa tofali, sheria itachukua mkondo wake. Hakuna kiongozi yote anaweza kukubali hali hii ambayo inaendelea kwenye eneo hili. Sasa tumalize Plus Weekend kitaifa na taarifa ile kutoka mkoani Dodoma, ambapo wiki hii Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali imejipanga kukamilisha mchakato wa maboresho ya sheria ya elimu ifikapo mwaka 2027. Hatua inayolenga kuifanya sheria hiyo iendane na mahitaji na mabadiliko ya sasa katika sekta ya elimu nchini. Na tuungane na Roda Simba akitueleza zaidi namna tukio hili lilivyokuwa. Akizungumza kwenye kikao cha kuwasilisha kwa wadau taarifa ya awali ya kamati ya mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353, Waziri Profesa Mkenda amesema maoni yatakayokusanywa kutoka kwa wadau mbalimbali yatawasilishwa katika baraza la mawaziri kwa hatua zaidi za maamuzi. Sisi elimu ya lazima nchini kiutekelezaji sasa hivi ni miaka 7, compulsory education, kwamba kila mtoto lazima kwa amri kisheria akae shuleni miaka 7, na mzazi ukishindwa kumweka mtoto wako shuleni tunahangaika na wewe kwa sababu tuna sheria. Lakini sera sasa inasema elimu ya lazima Tanzania itakuwa ni miaka 10.
mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo lazima sheria sasa ibadilike. Naye naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia B1 Hafidh Amir amesema mchakato huo umechukua muda mrefu kwa lengo la kuhakikisha inapatikana sheria inayozingatia maoni ya wananchi wengi na wadau wa elimu. Tutambue kuwa mchakato huu ambao umeanza mwaka 2024 umechukua muda mrefu hivi katika kuhakikisha kuwa makundi mbalimbali ya wadau yanafikiwa japo kwa uwakilishi, ili kupata sheria itakayokuwa imezingatia maoni ya wadau walio wengi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo amesema wizara imejipanga kuyachakata na kuyafanyia kazi maoni yote yatakayowasilishwa na wadau. Naomba niwahakikishie yale maoni ambayo tunakwenda kuyasikia kutoka kwenu, tutakwenda kuyachakata na kuyafanyia kazi. Kutoka Dodoma, na shukran sana Roda Simba kutoka mkoani Dodoma. Na hapo tunapata daraja la kuelekea kimataifa kujua yale yaliyojiri katika juma hili na Lulu Ali. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Pakistan. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajiwa kwenda Tehran wakati Iran ikilipita pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ziara Munir inalenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano na mamlaka za Iran, ingawa haikutoa taarifa zaidi. Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran jana Jumatano na kukutana na Rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan inopakana na Iran upande wa mashariki imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Na huko Taiwan, rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema yuko tayari kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump kama muunga mkono katika masuala ya usalama, na amekuwa akisisitiza kuhusu sera ya Marekani kuhusu ikulu ya White House ikitathmini uwezekano wa kuuza silaha zaidi kwa Taiwan. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwan, imesema serikali imejizatiti kudumisha amani na utulivu katika mlango wa Taiwan iwapo kauli hizo zitaongeza uwezekano wa mvutano mpya kati ya Marekani na China. Ikumbukwe kuwa iwapo mazungumzo hayo yakifanyika itakuwa ya kwanza kati ya marais walioko madarakani wa Taiwan na Marekani tangu Washington ilipobadili uhusiano wake wa kidiplomasia kutoka Taipei kwenda Beijing mwaka 1979. Lulu Ali, kimataifa. Shukran sana Lulu Ali kwa taarifa hizo za Plus Weekend kimataifa zinazotupa kituo kwa siku ya leo. Mimi ni Witness Matiku, usikose kujiunga nasi weekend nyingine tena. Hii ni Plus Weekend, kwa heri.